بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwakaribishe tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya uongozi. Karibuni sana, na leo mada yetu ni aina za uongozi. Kabla ya kuingia katika mada hii, nichukue pia fursa hii kuwatakia nyote saumu makbul, saumu yenye kukubaliwa. Kadhalika niwatakie Ramadhani njema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tufunge kwa salama na amani, na azikubali amali zetu katika mwezi huu na miezi iliyopita na miezi ijayo inshallahu Ta'ala. Ndugu washiriki, kama mtakumbuka, tumezungumza huko nyuma juu ya uongozi ni nini, tukazungumza juu ya uongozi na ufuasi, na leo tunaingia kwenye mada ya tatu ambayo ni aina za uongozi, ambayo ndani yake vile vile kuna mada ya aina za viongozi. Kwa kukumbusha tu haraka haraka, tuliona ya kwamba maana ya uongozi ni uwezo au ni mchakato wa kuweza kuwashawishi wengine kwa ajili ya kufikia lengo, au tunaweza kusema vile vile kwamba uongozi ni uwezo wa kuweka mbinu, mikakati ambayo utashirikiana na wengine katika kutekeleza mbinu hizo na mikakati hiyo kwa ajili ya kufikia malengo. Sasa uongozi una aina tofauti tofauti, kuna aina tofauti tofauti za uongozi. Yani hii mikakati na hizi mbinu ambazo watu wanaziweka ili kufikia malengo, kuna namna tofauti tofauti za kufanya hivyo. Sasa tunaweza kutazama aina hizi za uongozi katika muktadha tofauti tofauti. Kuna aina za uongozi kulingana na muktadha, kulingana na mahala husika. Kwa mfano, unapozungumzia jeshini, kuna uongozi wa kijeshi anaitwa military leadership. Na kama mnavyofahamu, kwa maana hizi itakuwa ni mbinu na mikakati inayowekwa na viongozi wa kijeshi katika kufikia malengo fulani, malengo yao, kama ni usalama wa mipaka, kama ni vita ambavyo vinataka kupiganwa au vishaanza kupiganwa na kadhalika. Kadhalika kuna sports leadership, kwa hiyo mahala au muktadha ni wa michezo. Kuna kocha pale, kutakuwa na kapteni pale, kutakuwa na wachezaji mbalimbali. Kwa hiyo nao watakuwa wanaweka mbinu, ni uwezo wa kuweka mbinu na mikakati ya kuweza kufikia lile lengo la ushindi wa timu husika, au kwa upana wake klabu husika kuweza kuwa inaongoza. Vile vile kuna aina ya uongozi katika muktadha wa biashara ambayo nayo inahusisha masala ya uwezo wa kuweka mikakati, mbinu, sera mbalimbali ambazo kwa pamoja kwa kushirikiana na wale ambao ni wafanyakazi wako na wao mnafanya kazi na kupeana majukumu kwa ajili ya kufikia malengo ya kuhakikisha mauzo ya bidhaa au utoaji wa huduma wenye ubora kwa ajili ya kuweza kupata mapato katika shirika, na kubwa zaidi kidhi mahitaji ya watu. Kadhalika kuna political leadership katika mazingira ya kisiasa. Mazingira ya kisiasa nayo yana uongozi wa aina yake, na una mbinu zake na mikakati yake na sera zake kwa ajili ya masala mazima ya kuweza kushawishi na kuiongoza au kushika mihimili ya dola kwa ajili ya kuongoza nchi au kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi katika level ya ubunge kwa mfano na kadhalika.
Kwa hivyo hii tunaita uongozi katika aina za uongozi kwa muktadha, na kunaweza kukawa na aina nyingine ambazo ziko katika muktadha, na tunabainisha haya kwa sababu tupo katika fani tofauti tofauti, na ni muhimu wakati mwingine tukajua ya kwamba katika muktadha tofauti tofauti huwa kuna mfanano katika nadharia nzima ya uongozi, na kuna maeneo yanatofautiana kidogo, kuna maeneo yanatofautiana kama utakavyokuja kuona huko mbele. Okay. Kwa hiyo ni aina moja namna moja ya kuweza kutazama aina za uongozi kwa mujibu wa muktadha. Vilevile tunaweza kutazama aina za uongozi kwa kutazama maadili. Aina za uongozi kwa munasaba wa maadili. Uongozi huu ni wa kimaadili au sio wa kimaadili? Okay, na hapa ndani yake kuna aina mbili kubwa za uongozi. Kuna good leadership na bad leadership. Kuna good leadership na bad leadership. Kwa hivyo good na bad inatazamwa katika muktadha wa kimaadili, muktadha wa kimaadili, na hili ndilo eneo ambalo tutajikita zaidi katika kuangalia aina za uongozi katika muktadha wa kimaadili, sio muktadha wa mahala na kadhalika. Kwa hivyo tunapozungumzia good leadership inamaanisha kwa mujibu wa mwandishi mashuhuri Profesa Barbara Kellerman ambaye ni profesa wa chuo kikuu cha Harvard kule Marekani, katika kufanya studies na utafiti wake aliandika kitabu kabisa kinaitwa Bad Leadership, na inshallah taala nafikiri ninacho katika soft copy, nitaweza kukituma baadaye katika group kwa wale wanaotaka kusoma kwa undani haya ambayo tutaeleza kwa mukhtasari. Lakini zaidi kwenye kitabu hicho anazungumzia zaidi bad leadership, lakini kinyume cha bad leadership ni good leadership. Okay, au wengine wanasema great leadership. Kime nimeacha neno la great kwa sababu halina muktadha wa aina ya uongozi kimaadili. Okay, you can be great bad leader, you can be great a good leader. Kwa hivyo it is good leadership or bad leadership. Good leadership maana yake fupi kabisa ni kuwa effective and ethical, na wengine wanaweza kusema katika kundi hili la aina za uongozi kwa mujibu wa maadili, ethical and unethical leadership. Pia utakuwa sahihi kwamba kuna ethical and unethical leadership, lakini itakuwa umejifinya kidogo, kwa sababu good leadership si swala la kuwa na maadili tu, ni swala la vile vile kuwa effective. Okay, kuwa ni mtu ambaye kuwa ni watu ambao wamekusanyika chini ya uongozi ambao unazingatia maadili katika mbinu, katika mikakati, katika sera zake, lakini pia ni effective kwa maana ya kwamba kunapatikana tija, kuna matokeo ambayo yanapatikana. Yanaweza yakawa ni matokeo yanayochukua muda mrefu, kutegemea na muktadha na juhudi za kiongozi na wafuasi, lakini unaweza kama unapima utaona ya kwamba kuna matokeo mazuri ambayo yanapatikana katika uongozi huu. Na chini ya uongozi huu, chini ya good leadership, kuna aina nyingi za uongozi ambazo leo zinaandikiwa vitabu kadha wa kadha. Kwa hivyo kuna servant leadership, kuna transformational leadership, kuna authentic leadership, kuna ethical leadership, kuna Islamic leadership. Unaweza ukawa na orodha ndefu sana, na hivyo basi ukiwa unafanya utafiti na kusoma vitabu katika masala ya leadership, utaona vinakuja na title nyingi sana,
wengine nitakwambia discipline leadership. Wengine um, unaweza ukakuta title tofauti. Sasa utakuja kuona ya kwamba zinaweza kuangukia katika moja ya maeneo haya mawili, yani good leadership ni vitabu vinavyozungumzia good leadership katika context au katika kusisitiza sana aina mojawapo ya uongozi mzuri, lakini viko vitabu pia ambavyo vinazungumzia bad leadership ambavyo vingine vinaweza vikaja katika title kama hiyo ya bad leadership cha Profesa Barbara Kellerman. Kuna vingine vinaweza vikawa vimeandikwa toxic leadership, na vinginevyo vinaweza vikabeba title tofauti tofauti katika kuelezea aina mbaya mbaya za uongozi. Okay? Kwa hivyo ni leo katika literature, katika fasihi, katika vitabu ambavyo vimeandikwa, unaweza ukavikuta vimegawika katika maeneo hayo, lakini pia viko vitabu vinazungumzia uongozi katika muktadha wa siasa, muktadha wa michezo, muktadha wa kijeshi na mengineyo na muktadha nyinginezo. Ukizungumzia bad leadership maana yake ni ineffective and unethical. Ni aina ya uongozi ambao hauchungi maadili na hauna tija mzuri katika jamii. Hauwapeleki watu hatua moja mbele katika maendeleo yao, iwe ni maendeleo ya watu au iwe ni maendeleo ya mazingira ambayo watu wao wapo. hawa progress au wanaweza ikawa wanarudi nyuma, badala ya kuprogress wanarudi nyuma kabisa, kiustaarabu au kielimu au kimiundombinu au kihuduma za kijamii na kadhalika. Sasa hiyo ni ineffective na hakuna matokeo mazuri ambayo yanaonekana na kuweza kupimika kwamba tumepiga hatua, na hatua hizo sio katika eneo moja tu, bali maeneo tofauti tofauti. Itategemea na muktadha wa hiyo taasisi ambayo uongozi huu unajitokeza au nchi na kadhalika. Katika uongozi mbaya kuna aina zake vile vile. Kuna aina zake kutokana na sababu zinazopelekea kuwa na uongozi mbaya, ndio huwa zinatengeneza hizi aina takriban 7 za uongozi, na hii ni kwa mujibu wa Profesa Barbara Kellerman. Tutarudi katika kuangalia aina hizi mbaya za uongozi, lakini kwanza tujaribu kufahamu good leadership maana yake nini kwa undani kidogo. Nimeeleza kwa mukhtasari hapo nyuma, lakini tujaribu kuangalia nini maana ya good leadership. Kwa tumesema good leadership ni mjumuiko, ni uwepo wa vitu viwili, effective and ethical. Effective and ethical. Kwa hivyo katika maeneo matatu huwa ndio tunapima uongozi. Kwanza kwenye malengo, kwamba malengo ya uongozi huu ni malengo ya namna gani? Ni malengo ya kimaadili au ni malengo ya utovu wa maadili? Values of intention and goals. Hivi ukitazama lengo linalotaka kufikiwa chini ya uongozi huu ni malengo mazuri, malengo yanayowafikiana na maadili kama ni sisi watu wa dini tunayatazama maadili hayo katika mizani ya kidini, na jamii za kiliberali ambazo zinapima uzuri au ubaya wa jambo kulingana na mitazamo ya wengi wakilikubali jambo basi hilo ni sahihi, wengi wakilikataa jambo hilo sio sahihi. Lakini katika mtazamo wa Kiislamu tunatazama kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, okay, na wanachuoni Islam wanapolitazama lengo hili. Kwa hivyo hii taasisi, hii jumuiya
eh, 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 ina lengo gani? Mna hayo malengo mengi yatakayokuwepo katika jumuiya au taasisi au familia, ni malengo ambayo ni ya kimaadili kwa mujibu wa sheria, au ni malengo ambayo hayana ndani yake, hayabebi ndani yake maadili yoyote yanayokubalika katika dini. Na ukija katika jamii kwa upana, ambayo sasa hivi jamii kubwa zinaongozwa au zinaelemea katika uliberali, kwamba kwa mitazamo ya wengi wape, wengi wanatazama vipi jambo fulani, unakwenda nao, au kwa kile tunachoweza kuita maadili yasiofungamana na dini. Okay? Kwamba maadili kwetu sio jambo linalofungamana na kama Mungu kasema au Mungu kakataza. Tunatazama malengo, lakini kwenye effective ni kwamba hilo lengo liwe ni jambo linaloweza kutokea kwa uhalisia, linawezekana. Sio lengo ambalo ni wishful thinking. Okay, kwa hiyo lazima lengo au malengo au dira iwe ni kitu kinachowezekana, iweze kubalance baina ya realism, uhalisia, na zile hatari zote ambazo zinaweza zikawa zipo hapo katika kuelekea katika hilo lengo. Ni lengo linalowezekana. Ni jambo halisi, linaweza, wengine wameweza katika maeneo tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti, taasisi tofauti tofauti, familia tofauti tofauti. Okay, lakini vile vile katika uhalisia huo tunatambua vihatarishi ambavyo vinaweza vikatupelekea tusifike katika uhalisia. Kwa hivyo hili ni eneo la kwanza, goals. Kwa hivyo goals ziwe zinaakisi uhalisia. Malengo yanaakisi uhalisia wa kimazingira, uhalisia wa wataalamu wenu, uhalisia mnapoweka hayo malengo, na kwamba tutaweka mbinu na mikakati na sera ili tufikie lengo fulani, mkijitathmini juu ya uwezo wenu, udhaifu wenu, na fursa na hatari zilizopo. Mnaona kwamba hili jambo ni achievable, ndani ya miaka 2, 3, 4, 5 tunaweza kulifikia jambo hili. Umeona, kwa sababu tuna strength hizi ambazo zinaweza kuziba udhaifu huu tulionao. Okay? Na tunatambua hatari zilizopo katika safari hii, na tunatambua njia za kupita salama katika hatari hizi, na vile vile tunatambua fursa ambazo zipo katika kuliendea lengo hili na kadhalika. Means, hili eneo la pili ambalo huwa inapimwa uongozi, kwamba unatumia njia gani kufikia hayo malengo. Hizi mbinu, hii mikakati, hizi sera, maana masuala ya uongozi huwa daima, ndugu mshiriki, yanazunguka katika kuweka mbinu, kuweka mikakati, okay? Kuweka sera katika nchi, kuweka sheria, okay, ambazo zinawaongoza, na nyote mnashirikiana kwa kila mmoja na nafasi yake ili kuweza kufikia malengo fulani. Okay, kama nchi ya Tanzania sasa hivi tuna dira ya 2050, okay, ambayo ina kauli yake, ina statement yake. Tunataka taifa ambalo ni na maendeleo kadha wa kadha wa kadha wa kadha, okay, mpaka 2050 kwa malengo haya na haya na haya. Sasa swala linakuja, je, mbinu gani zitatumika kufikia hili lengo? Hiyo ndio means to ends. Tutatumia mbinu gani, mikakati gani? Okay, tunapokuwa na lengo la familia yetu iwe ya kimaadili, ya kisomi, okay, yenye kujitegemea kiuchumi, okay, ambayo ni mfano mwema katika jamii tunayoishi, okay. Mnatumia mbinu gani katika kuhakikisha haya malengo yote yanafikiwa? Kwa hivyo lazima kuwe na efficiency of means. Sasa hizo mbinu tunataka kuzitumia lazima chini ya
chini ya effective ziwe ni efficient means ambazo zitaweza kutufikisha kwenye lengo. Maana katika mbinu na mikakati mingine sio efficient, yani haina ufanisi au ufanisi wake ni mdogo sana ukilinganisha na juhudi. Kwa mfano leo unapozungumzia nchi zilizoendelea katika njia ambazo wanazitumia kufikia malengo yao ni kutumia teknolojia ya kisasa. Teknolojia ya kisasa unapotaka kuleta mabadiliko katika kilimo, kwamba output katika kilimo chetu iboreke, uwe na output kubwa zaidi. Okay, ni lazima kuwe na technology, lazima utumie efficient means, utumie teknolojia mzuri kabisa. Teknolojia hii inaanza kwenye mbegu, teknolojia inakwenda kwenye ujuzi wa watu, knowledge, technology inakwenda kwenye tools, okay, vifaa vitakavyotumika. Okay, vyote vinabidi tumie teknolojia ambayo ni yenye ufanisi. Okay, unapozungumzia katika masala ya kifamilia, tunataka kuwa ni watu wenye kujitosheleza kimapato. Okay, unatakiwa sasa lazima uangalie, utumie njia ambazo ni efficient, njia ambazo ni zenye ufanisi. Ukitumia njia za begging, kuna issue za morality, itakuwa kuna swala la is it ethical and then is it efficient. Okay, kwa hivyo haya ni maswala ambayo huwa tunajiuliza kwamba unataka kufika pale, okay, unataka kufikia lengo lile, lakini kuna mbinu, kuna mikakati, kuna sera, kuna sheria. Okay, je, hizi mbinu, hii mikakati, hizi sheria, hizi sera ambazo utakuwa umeziweka zina ufanisi, zitatuletea eh, na zitatuletea matokeo tunayoyataka, na kwa kiwango au kwa namna ambayo ni nzuri kabisa. Ethical, tunajiuliza juu ya swala la maadili katika hizo mbinu. Kwa mbinu hizi ni za kimaadili, mbinu hizi zinakubalika katika dini. Sisi kama Waislamu tunajiuliza, unapotumia mbinu hii katika kuyaendea maendeleo, mbinu hii inakubalika katika dini? Unataka kukuza uchumi, lakini unaelekeza rasilimali kubwa sana katika labda kilimo cha mazao ambayo yatatumika katika ulevi, kwamba tunataka tuongeze mchango wa sekta ya uzalishaji pombe ufikie kiwango fulani ya mapato ya taifa. Na swala la kimaadili Kiislamu la je, hiyo ni njia ya kimaadili ya kufikia hili lengo la kukuza kipato cha taifa? Inapokuja kwako wewe na mimi katika maisha yetu, tunataka kuwa na kipato stable, kipato kinachokuwa. Swali linakuja vile vile kwamba je, njia unayotumia ya kupata kipato hicho ni njia ya kimaadili, inakubalika katika maadili ya dini, inakubalika katika maadili ya kijamii? Amen. Kwa hiyo ni swala la msingi katika nguzo ya ethical. Okay, kwa hivyo jambo hilo ni la pili. La tatu, tunapopima uongozi tunaupima vile vile katika matokeo yake, consequences. Okay, kwamba katika nguzo ya effective, uongozi mzuri ni kwamba unafikia mafanikio, Inaweza ikawa kama huwa tunavyosema, kuna success za aina tofauti. Kuna ile mafanikio makubwa kabisa ambayo ni lengo limefikiwa, na wakati mwingine kunakuwa na mafanikio madogo madogo, tumepiga hatua katika malengo madogo au sub goals. Kuna main goal na kunakuwa na sub goals katika hii safari ya kwenda mahali. Kama ni ndani ya familia, unaweza kuwa mna lengo la kimapato, lakini lengo la kwanza ni kuanzisha biashara labda.
ikawa hilo lengo, ili tuwe na kipato cha uhakika, tutaanzisha biashara. Okay, sasa biashara itaanzishwa. Kuanzisha biashara ni a sub goal, au kulima, anzisha kilimo. Hilo unaweza ukafanya hata kesho tu, lakini hiyo ni sub goal. Lakini the bigger goal ni nini katika hayo yote? Ni kuhakikisha kunapatikana faida, kunapatikana hayo mapato, mali inaongezeka. Sasa tunaweza kupata successes katika hizi sub goals ndani ya main goals, okay? Lakini wakati mwingine tukashindwa kuachieve the main goals. Tuna successes, tumeanzisha kilimo, tumeanzisha biashara, tumepata ajira, eh, lakini ikawa bado haitoshelezi kukufanya au kuwafanya kufikia ile main goal. Kwa hivyo tunahitaji consequences, tuzipime consequences na tuzione kwamba tuna succeed katika eneo fulani, na pengine tunaweza tukafeli katika eneo fulani. Lakini yanapozungumzia uongozi mzuri ni kwamba una matokeo mazuri, una mafanikio ambayo yanaweza kuonekana. Tunaweza tusifikie kama unasema the main goal, lakini tunaweza tukawa na zile mini goals nyingi tumezifikia, na hapo tunakuja kujiuliza the bigger picture kwamba kama tumeweza kufikia mini goals, vipi lengo kubwa halijafikiwa? Na ndio hapo unaweza ikaja kwenye issue of efficiency of means. Efficiency of means. Unapokuwa umefungua duka kama umetiki, lakini sasa biashara haiendi, ni kwamba huenda teknolojia, huenda mbinu unazotumia, huenda pale location ulipo, huenda nini, utakuwa na a lot of reasons ambazo zinaweza zikakufanya usifikie lile lengo la biashara hii kuwa ni yenye faida au kuwa yenye mapato, okay, na kadhalika. Kwa hivyo hiyo ni eneo la tatu katika kupima uongozi, katika eneo la effective and ethical. Ni kwamba matokeo yawe mazuri, yawe ya kimaadili, good result for in group and for outsiders, kwamba unapozungumzia haya mafanikio yasiwe tu mafanikio haya kwa kundi lenu, kwa kikundi chenu tu, lakini yawe ni mafanikio ya kundi na mazingira mliopo na walio nje ya kundi. Okay. Hiyo ndio ethical, sio mnanufaika nyinyi tu, mnafanikiwa nyinyi tu, lakini waliokuwa nje hawahuswi na kheri ambayo zinawajia nyinyi. Okay. Kwa good results for in group and for outsiders. Okay. Kwa hivyo hiyo ndio kinachotarajiwa katika eneo la ethical. Unapozungumzia ethical consequences, matokeo ya kimaadili, kwamba matokeo haya yanawanufaisha, okay, wale waliomo katika kundi husika au katika taasisi husika, okay, au katika nchi husika, lakini pia neema hizo hata waliokuwa nje ya kundi au ya taasisi na nini, wanaathirika nazo, zinawafikia hizo neema au hayo mazuri yanawapata vile vile, wakutana nayo kwa namna moja au nyingine. Kwa hii ndio maana pana unapozungumzia good leadership, unazungumzia good leadership katika sura hizi zote ambazo tumezieleza. Sasa mifano ya good leadership ni mingi, lakini tutagusia tu michache ambayo tunaona inawafikiana na mtazamo wa Kiislamu katika masala ya uongozi mzuri. Ya kwanza ni hii inayoitwa servant leadership. Okay, vitabu kadhaa vimeandikwa na vitaendelea kuandikwa ambavyo vinazungumzia masala ya servant leadership. Okay, ambayo ni fikra ya kwamba kiongozi kazi yake kubwa kuwahudumia wengine. Okay, kuwahudumia wengine, kuwaletea wengine maslahi. Kwa hivyo ni uwezo wa kiongozi kuja na lengo ambalo lina maslahi na manufaa kwa wengine, sio maslahi yake binafsi. Kwa hivyo mbinu na mikakati na sera zinazowekwa, lengo ni kuhudumia, huduma mwanzo, kuwanufaisha wengine na kuwanufaisha jamii pana, okay, na sio kwa ajili ya kujinufaisha wewe mwenyewe, kwa maana ya kuwa na cheo au kuwa na mamlaka au kuwa ni bwana mkubwa, ambaye wewe ni bwana mkubwa wa watu. Okay, na
Na fikra hii, falsafa hii wa aina hii ya uongozi katika miaka ya hivi karibuni au katika upande wa kimagharibi wanaona kwamba aliyekuja na fikra hii ni huyo bwana Robert K. Greenleaf katika miaka ya 70. Okay? Lakini tutakuja kuona kwamba kwa kweli katika Uislamu swala la uongozi wa utumishi ni swala la miaka mingi sana, mpaka tuna baadhi ya hadithi au akwali ambazo zinaelezea juu ya kwamba kiongozi ni mtumishi wa watu. Kwa hivyo tunasema kwamba fikra hii au aina hii ya uongozi wa utumishi unasisitiza sana au unaanzia katika lile kusudio la kuwahudumia wengine. Umeona, tunataka hii taasisi itoe huduma, okay, iwahudumie watu, okay, katika maeneo haya au katika kufikia au tutakuwa na malengo haya ambayo ndani yake core ni kuhudumia, ni kuhudumu, sio kujinufaisha. Okay. Kwa hivyo wanasema katika traits za uongozi chini ya servant leadership ni kunakuwa na humility. Kiongozi na wafuasi wanakuwa ni watu wanyenyekevu. Okay. Kiongozi anaweka maslahi ya wafuasi wake mbele. Okay. Na hii inasaidia kujenga kuaminika. Empathy, okay. Kufahamu zile changamoto na zile maudhi na zile tabu za wengine. Kuwa ni kiongozi anaweza kufahamu lile joto la umaskini. Kwa mfano, kama ni kiongozi wa nchi, unalielewa lile joto la umaskini. Mtu anakuambia mimi ni maskini, au unapotembea na kuona ile hali ya watu, wewe unalihisi lile jua la umaskini wao. Okay, ule umaskini wao unalihisi, japokuwa uko kivulini, lakini unahisi lile joto la mtu maskini. Okay? Na japokuwa wewe unapigwa na viyoyozi na nini, lakini wewe unaweza kuhisi mtu maskini huko nje anataabika kwa kiasi gani. Umeona? Na hivyo unakuwa na mbinu na mikakati za kuhakikisha tabu za yule zinaondoka, zinaondoka au zinapungua, okay, na kadhalika. Okay. Kwa hivyo hiyo ni empathy, uwezo wa kuweza kufeel shida za wengine. Okay. Na mnakumbuka nyinyi katika sifa moja aliyosifiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sifa hii ya kuweza kufeel zile tabu walizokuwa wakizipata masahaba katika kushikamana na kalima ya tauhid, kalima ya tauhid. Na tutakuja kuona huko mbele katika sifa za kiongozi bora mojawapo ni hii ya empathy. Unaweza kufeel zile shida, tabu wanazopitia wafuasi wako, wanaopitia wale unaowahudumia, unataka kuwahudumia, kuwatoa kwenye hatua moja kwenye katika hatua nyingine. Na hii inaboresha mahusiano, yani sifa ya empathy inaboresha mahusiano. Accountability, okay, ni kuwajibika katika utendaji. Ili uweze kuhudumia wengine ni lazima uchukue hatua, uwajibike. Kwa hivyo ni kwamba utachukua hatua kwa ajili ya maslaha yao, act responsibly, na hii itawezesha kutenda haki au itapelekea katika kuondoa lile tatizo au kuyaleta yale maslahi kwa watu au kwa taasisi na kadhalika. Vision, kama uongozi wa utumishi unakuwa na malengo, guides with purpose. Okay, kwa hiyo unaongoza watu ukiwa na malengo, ukiwa na dira pana kabisa, okay, na ikiwa na malengo madogo madogo kadha wa kadha katika maeneo kadha wa kadha, okay, ambayo yanaweza kupimika ili yaweze kufikiwa. Okay, na jambo hili la kuwa na dira ina inspire growth, inahamasisha kusonga mbele. Tunapokuwa tuna dira, tunajua tunataka twende pale. Kwa hivyo kila mmoja wafuasi na viongozi tunafanya juhudi katika mbinu zetu, mikakati yetu
kuhakikisha tuna grow, tunafika pale. Kulikuwa na taasisi ambayo labda haina uwezo wa kiuchumi. Sasa tunaijengea uwezo wa kiuchumi wa kuweza kujisimamia na kujitosheleza katika uendeshaji wake. Wanafamilia ambayo uwezo wake wa kiuchumi ni dhaifu au maadili yake ni dhaifu, lakini kwa kuwa dira yetu ni kujenga familia yenye maadili bora kabisa, okay, maadili ya Kiislamu yaliyo bora, tunaweza na maadili hayo bora ni haya, yanafahamika, ni haya na haya na haya na haya. Kwa hivyo tunajenga hamasa kuwa hivyo, kuwafikia maadili hayo, kuishi katika maadili hayo. Empowerment vile vile, swala la uongozi wenye utumishi unawataka viongozi kuwawezesha wengine, kuwawezesha wafuasi waweze kutimiza wajibu wao, okay? Waweze kutimiza wajibu wao katika utekelezaji wa hizo mbinu na mikakati ambayo imewekwa, ambayo yote inalenga katika kuwahudumia watu na kuwafanya maisha yao yawe bora zaidi. Okay. Kwa hivyo katika nguzo hii maana yake ni kwamba ukiweza kuwa in power, kuwawezesha wafuasi, maana yake unatengeneza vile vile viongozi wajao ambao wataishi katika dhana hii ya utumishi, yani uongozi wa utumishi, uongozi wa utumishi. Kwa hivyo tukija katika mifano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaona kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alitekeleza kivitendo aina hii ya uongozi. Okay, mpaka imesemwa katika hadithi, japokuwa hadithi hii ni dhaifu, lakini inabeba ule ujumbe ambao tunaukusudia hapa. Leader of people is their servant, sayyid al-qawm khadimuhum. Okay, yani bwana mkubwa wa watu au kiongozi wa watu ni yule ambaye anawahudumia. Kiongozi wa watu anawahudumia wale anaowaongoza. Na yeye Mtume sallam aliishi maisha ya kuwahurumia na kuwajali wafuasi wake na kuwashauri wafuasi wake, na aliweka mbele swala zima la haki na uadilifu. Aliweka swala la haki, uadilifu na kuwahurumia, huruma kwa wafuasi wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu mtume wake ya kwamba ni rahmatun lil alamin, ni rehma kwa ulimwengu wote, sio tu kwa watakaomfuata, lakini hata nje, kwa yale aliyokuja nayo yatakapokuwa yameweza kusimamiwa, okay, yatawanufaisha wote, sio tu Waislamu bali hata waliokuwa sio Waislamu wanaweza kunufaika na mafunzo na mfano wa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya sifa anazokuwa nazo kiongozi ambaye ni mwenye kuishi katika dhana hii ya uongozi wa utumishi, anakuwa anaweka mbele kuwahudumia wengine badala ya kujihudumia, service before self. Okay? Na sifa ya pili, anakuwa ni mtu ana facilitate others needs, ni mtu ambaye anapendelea kuwakidhia wengine haja zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kusema ya kwamba mimi kutoka katika msikiti wangu, msikiti wa Madina wenye daraja kubwa, wenye thawabu nyingi, alipata kusema ya kwamba mimi kutoka katika msikiti huu kwenda kumkidhia haja ndugu yangu ni jambo linalopendeza zaidi kwangu mimi kuliko kukaa katika msikiti huu. Umeona, kuliko kufanya itikafu hapa katika msikiti huu, kukaa na kufanya ibada kama hiyo itikafu. Umeona, alikuwa ana facilitate others needs, alikuwa anapenda kuhakikisha ufuasi wake, umma wake, okay, uko katika hali ambayo ni bora, na yalikuwa yakimuumiza yale yanayowaumiza. Empathy, foster problem solving and taking responsibility. Falsafa hii, fikra hii ya uongozi wa utumishi inahimiza sana kutatua matatizo ya watu, okay, na kuwajibika ipasavyo katika kuyatatua matatizo au kuyaleta maslahi. Maana katika maisha yetu sisi kuna vitu ima vinatuumiza ambayo tunahitaji kuondoa maumivu hayo, au kuna vitu ambavyo
vitaweza kuyapendezesha maisha yetu, ambayo inabidi tulete vitu ambavyo vitayapendezesha maisha yetu. Okay? Hatuumii kwa kuto kuwepo hivyo vitu, lakini vitakapokuwepo vinayapendezesha yale maisha. Mtu inakuongezea furaha fulani katika maisha yako. Kama inapokuweko masala ya haki, masala ya haki yanapokuwepo, masala ya kuhurumiana, masala ya kimaadili yanapokuwepo, yanaifanya maisha yanakuwa ni yenye furaha zaidi popote pale utakapokuwa. Promote healing in people and in organization. Falsafa hii maanake kila mmoja atakuwa ana raghba ya kumhudumia mwenzake, okay, na kumkidhia mwenzake mahitaji yake kabla ya mahitaji yake, kumweka mwenzake mbele, au katika lugha ya Kiarabu inaitwa al-ithar. Okay? Watu wa Madina, okay, walisifika kwa sifa ya al-ithar afwan, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walikuwa wanajitolea katika vitu ambavyo ni vyao, hawalazimiki kuvitoa vitu hivyo, lakini walikuwa wakivitoa vitu hivyo kwa ajili ya maslaha ya wenzao muhajirin waliofika. Okay? Na kama kisa ambavyo mashuhuri, baadhi yao waliwapa nusu za mali muhajirin, wengine ardhi na kadhalika, na makazi na kadhalika, japokuwa wenyewe wanahitaji hivyo vitu, lakini yuthiruna, waliwapendelea wenzao kuliko wanavyojipendelea nafsi zao. Na hiyo ni katika kuponya vile walipopoteza hawa watu. Wamehama kutoka Maka kuja Madina, wamepoteza kila kitu. Okay? Kwa sheria kandamizi za Makureishi madhalim wakati ule, ukihama mji wa Maka wanakwambia nyumba kama mali yote ulichokiacha huku si chako tena. Okay? Lakini walikuja wakajikuta maumivu hayo yanakuja kukabiliwa na ponyo. Wanawaponya Ansari, wakawaponya Muhajirin kwa vile walipovipoteza na kadhalika. Means are as important as ends. Katika uongozi wa kiutumishi, njia tunayotumia, mbinu tunazotumia, mikakati tunayotumia katika kufikia malengo ni muhimu kama yalivyo malengo yenyewe. Umeona? Na hapa ndipo tunafeli wengi sana katika means. Umeona? Na kuna msemo ya kimaksisti, misemo ya watu wa kijamaa, falsafa za kijamaa, falsafa za kibepari, wote wanaungana mkono katika falsafa hiyo. Wenyewe wanasema um, um, the ends justify the means. The ends justify the means, yani matokeo tunayoyataka yatahalalisha njia yoyote ile tunayotaka kutumia kuyafikia. Maadamu tuna lengo hili, haijalishi njia gani tunapita katika kufikia. Okay? Hizi ndio falsafa zinazoongoza ulimwengu leo, na unaona matokeo yake. Unapoona una machafuko katika maeneo mengi sana na katika michakato mingi, unakuta kuna watu wako na fikra katika akili zao kwamba haijalishi mbinu gani tunatumia wala mkakati gani tunatumia, muhimu ni ushindi. Muhimu ni ushindi. Muhimu ni sisi kufika pale juu. Muhimu ni sisi kuwa na mamlaka. Kwa hivyo katika dhana ya utumishi, uongozi wa utumishi, swala la njia, mbinu, mikakati tunayoiweka katika kufikia lile lengo ni muhimu kama hayo malengo yenyewe. Okay? Kama hayo malengo yenyewe. Tunataka tuwe familia inayojitosheleza. Familia, okay, yenye hiki na hiki na hiki. Sasa naam, mbinu gani na mikakati gani itakayotumika? Okay? Hapo ndipo tunapofeli wengi sana. Kwa hivyo sifa nyingine inayoakisi uongozi wa utumishi ni kuwa ni model servant leadership. Okay? Unakuwa mfano. Wewe unaishi falsafa hii au fikra hii, wewe unakuwa mfano kwa wengine. Sio wewe unatoa maneno lakini wewe mwenyewe utekelezi. Okay, wewe mwenyewe unakuwa ni mfano. Mtume sallam alikuwa ni mfano, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Yeye mwenyewe alikuwa ni model wa kuhudumia
wa kuwahudumia na kuhudumia jamii yake, kuhudumia masahaba wake, kujali wanaoyajali, kuhofia wanaoyahofia na kadhalika, na kuwafariji katika kila dhiki na kadhalika. Na mwisho ni kudevelop wengine, kudevelop watu wengine ambao nao watakuwa na fikra ya utumishi, kutumikia, kutoa huduma kwa wengine. Develop more servant leaders. Mtume sallam aliacha viongozi wengi sana nyuma yake, tukapata makhalifa wanne, na tukawa na masahaba wengi ambao walishika nafasi za uongozi kama ni ugavana katika miji tofauti tofauti, na waliweza kutoa huduma na kuwahudumia watu wa miji hiyo kwa uzuri kabisa. Kwa hii hizi ndio attributes za msingi katika uongozi wa utumishi, na kama tulivyosema, Mtume Muhammad sallam anaakisi juu ya sifa hii. Ukija katika application ya uongozi wa utumishi kwamba ukija katika ngazi ya familia, unaona kwamba wazazi pamoja na kwamba wao ndio viongozi, lakini we serve our children, tunawahudumia watoto wetu with love, okay, kwa mapenzi makubwa, okay. Wa mume na mke wanahudumiana kwa kuhurumiana, kwa kupendana, na watoto vile vile wanasevu familia, wanawasevu wazee wao with respect and responsibility, kwa kuwaheshimu na kwa kuwajibika. Okay, kwa hivyo katika ngazi ya kifamilia utakuta kwamba falsafa ya utumishi, uongozi wa utumishi ikiwa imeeleweka vizuri, unayakuta haya. Okay, unayakuta haya. Wazazi wana sehemu yao ya kuwahudumia watoto wao, wa mume na mke wanahudumiana, kwa sababu katika kuhudumiana kila mmoja hafanyi hivyo kwa sababu yule mwenzake ana deserve, lakini anafanya hivyo kwa sababu ni kheri, anazitazama zile thawabu anazozipata katika kuhudumia. Kama nitakapokuwa nikifanya hivi, nikifanya hiki katika jambo zuri, okay, napata thawabu. Nikimpeleka kitoweo kizuri au chakula kizuri, si kwamba pengine anastahili huyu kwa labda tabia zake na nini, lakini kwa sababu mimi nazitaraji thawabu ambazo zipo kwa anapopika mke chakula kizuri na kadhalika, okay, na anafanya hivyo kwa ajili ya kumhudumia, sababu ni sehemu ya kumhudumia huyu, atakula vizuri, atasikia furaha katika chakula hiki na kadhalika, okay. Kwa hivyo lengo sio unamtazama yule unayemhudumia, inakuwa lengo ni kwamba kuna ujira nyuma ya kutoa huduma, lakini hii ndio dhamira, life purpose yako, ni dhamira yako ya kimaisha, kwamba wale wanaokuzunguka, okay, wewe umeweka mbele kuwahudumia, kuwafurahisha, okay, na nyuma yake katika tauhid ndani. Kwa nini unafanya haya? Okay, kuuliza kwa nini, mwisho wake tunaikuta kwamba kuna radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo tunazitafuta katika kuhudumia. Workplaces, katika mazingira ya kazi, ni kwamba kunakuwa na managers ambao wanawamenta wafuasi wao, okay, na kuwawezesha katika utekelezaji wa majukumu wao, wanawasaidia katika maneno mengine. In communities, ni kwamba katika jamii kama taasisi, okay, inayohusika na masuala ya kijamii, ni kwamba jamii hiyo inakuwa na inakuwa na malengo na dira ya kuimarisha maslahi ya jamii nzima, sio kuiharibu. Ziko taasisi ambazo zinakuja na malengo ya kuharibu jamii, kuleta misuguano katika jamii, baina ya makabila au baina ya dini au baina hata ya jinsia, misuguano kwa maslahi binafsi ya wale viongozi, kwamba wanatumika au wanamtumikia shetani kwa kuleta chokochoko na kuleta mipasuko na kuleta mitafaruku. In governance, ni kwamba katika masuala ya serikali ni kwamba viongozi ni kwamba wanajichukulia wao ni caretakers, ni watu ambao wako kwa ajili ya kusimamia haki za watu na kusimamia rasilimali za watu, okay, na kuhakikisha rasilimali hizo zinawanufaisha watu,
Okay, sio kunufaika wao binafsi tu, kwamba mtu anapata mshahara lakini hana kazi yote anayofanya. Yuko kwenye taasisi ya umma lakini hauhudumii umma, hana anachokifanya zaidi ya kuangalia mshahara wake tu basi. Hakuna malengo, hakuna malengo makubwa wala malengo madogo ambayo yanapimika, tukasema wewe umekaa hapa mwezi mzima, mwaka mzima, umefanya nini katika kuhakikisha jamii yako au malengo ya taasisi hii yanakuwa na athari nzuri katika jamii. Okay, yanafikiwa ima malengo ya taasisi na kuja kuwepo kwa ethical consequences. Okay, unaweza ukakuta mtu anapata tabu katika kujibu swali kama hilo, lakini anachukua tu mshahara na kadhalika. Kwa hiyo ni aina moja ya uongozi ambayo tumeieleza, aina moja ya uongozi mzuri, uongozi wa utumishi. Lakini kutokana na muda naona nisimamia hapa ili tutoe fursa ya maswali kama kuna maswali kabla kuendelea au alafu tutakuja kuendelea katika siku zijazo juu ya aina nyingine ya uongozi bora au uongozi mzuri. Sasa uongozi mzuri, uongozi wa mabadiliko, transformational leadership, ambao vile vile ni moja katika aina za uongozi mzuri. Uongozi mzuri tutakuja kueleza maana yake na kadhalika, lakini kwa leo naomba nisimamie hapo kwenye uongozi wa utumishi, tukiwa wote tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu amepata kusema ya kwamba mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa familia yake, na mimi Mtume sallallahu anasema na mimi ni mbora I'm the best among my family. Yani so best kwa maana ya ego, kwa maana ya jiona, hapana, kwa maana ya kwamba anatoa huduma. Okay? Khairukum khairun li ahlihi. Mtu aliyekuwa bora ni yule ambaye ni mtu wa kheri kwa watu wake, kwa familia yake, kwa jamii yake, ni mtu wa kheri. Watu wakikuoa, watu ndani ya familia yako unaonekana ni mtu wa kheri. Uwepo wako unawafariji na unapendwa kuliko kutokuwepo kwako. Na hivyo hivyo katika taasisi, katika mtaa wako, katika nchi yako na kadhalika, uwepo wako ni khair kuliko kutokuwepo kwako. Okay, na Mtume sallallahu akasema, na mimi katika hadithi hii ilikuwa inazungumzia katika context ya familia, na akasema na mimi ni mfano wa kwamba wa mtu ambaye ni mtu ambaye anajitahidi na ni bora, ni mtu bora katika kuihudumia familia yangu. Kwa hivyo katika level ya unity ya chini kabisa ya kijamii ambayo wanasema ni family, ni kwamba kila mmoja wetu awe a practice uongozi wa utumishi, servant leadership, sio ubwanyenye. Umeona, kawamu kwa mume ni wajibu, umepewa wewe uyasimamie mambo, uyatolee kauli, okay, ya mwisho baina ya mbinu zilizopo nyingi 3, 4, 5 ya kufikia malengo. Wewe usimamie rasilimali, usimamie masala ya maamuzi yanavyofanyika, lakini hiyo isikutie wewe kiburi wala kujiona. Hii ni haki, ni dhima umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu amekupa usimamizi, lakini usimamizi huu unaambatana na utumishi ili watumikie hawa waja wa Mwenyezi Mungu ambao wako chini ya usimamizi wako. Natumai itakuwa imefahamika dhana nzima ya servant leadership, japokuwa kwa mukhtasari. Ni mada pana na vitabu vikubwa vimeandikwa juu ya utumishi, uongozi wa utumishi, na sisi tumeiweka hapa mbele ya kwanza kuanzia katika aina nzuri za uongozi mzuri kutokana na umuhimu wake. Tunaona leo kuna a lot of us ambao tuko na selfishness, tuko na ule umimi sana. Mtu napata nini kwani, au ninacholipwa chenyewe kidogo, kwa nini nifanye hivi, nifanye haya, japokuwa hayo anayoyataja wakati mwingine mtu ni sehemu ya wajibu wake, ipo katika job description yake, lakini atafanya moja mawili tu katika yale mengine yote. Sasa ile ni dhima kubwa. Sasa wachilia mbali hayo yaliyopo kwenye job description yake, ni mzito,
Unapozungumza naye juu ya kwenda extra mile, ndio kama vile umemweka juani. Ni bwana, pamoja na haya ambayo yameandikwa katika nanio, lakini kuna kheri katika kuhudumia hawa wengine. Muda wangu wa kazi umekwisha bwana. Muda wangu wa kazi umekwisha, japokuwa kuna watu wamesimama hapo, kuna watu wametoka mbali, okay, hawajapata huduma. Unasema muda wangu wa kazi umekwisha, na wewe huduma yako ni muhimu, inahitajika, na unao uwezo huo wa kuweza kufanya hivyo, lakini kigezo, kisingizio ni muda. Muda umekwisha, watu waende wagharamike tena, warudi tena, na hali ni hiyo hiyo. Kwa hivyo tunafundishana hapa ya kwamba kwa kweli Mtume sallam aliweka mbele sana kumhudumia mwenzake, kumhudumia binadamu mwenzake, kwamba ni kitu kinampendeza zaidi kuliko hata kukaa msikitini, kufanya itikafu katika msikiti wa Madina. Sana anasema mimi kutoka kwenda kumkidhia ndugu yangu haja yake ambayo nina uwezo nayo, naweza kukidhi haja hii, okay, ni bora kwangu kuliko kukaa hapa msikitini kufanya itikafu. Yani kwa maneno mengine, yuko tayari kuivunja itikafu yake iwapo ndugu yake ana tatizo, ana haja ambayo anaweza yeye kuitatua, anaweza kuitatua. Umeona? Sasa hii ndio mentality ambayo tunatakiwa tuwe nayo sisi Waislamu, na tuwe nayo sisi kama viongozi. Viongozi ni wajibu, ni utumishi, okay? Kwa hivyo sio kutumikiwa, sio kuletewa, umeona, bali wewe kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba wale ambao wako chini wanaotakiwa kunufaika na taasisi yako, yale manufaa yanapatikana. Kama ni kuondoa kero za watu, kero zinaondoka. Kama ni kuwaletea manufaa, yayo manufaa yanapatikana, ambayo yamekusudiwa kwamba hii ni taasisi kwa ajili ya kuhakikisha masala ya afya au masala ya elimu au masala ya maji au masala gani. Haya mambo yanasimamiwa ili maslaha haya yapatikane, sio tu madai ya kwamba tunafundisha au tunatoa elimu au tunatibu au tunasimamia masala ya maji au masala ya umeme, lakini hivyo vitu vimekuwa ni vitu visivyokuwa vya kiwango au visivyopatikana kabisa. Tasimamia hapa na nitafungua sasa nafasi kwenu kwa ajili ya kama unataka kuuliza swali au kama unataka kuchangia. Ni bila shaka kila mmoja wetu ana experience mbalimbali, ana ujuzi mbalimbali. Mimi ni mwezeshaji tu katika mafunzo haya. Natambua wapo ambao na mnao na nyote mnao uzoefu na ujuzi ambao unaweza ukanufaisha darasa letu hili la uongozi. Kwa hivyo yeyote ambaye yuko tayari kuchangia au kuuliza, nimkaribishe kwa dakika hizi takriban 2 zilizobaki. Tulianza saa 2:05 na sasa inakaribia saa 3:05. Naam, ndugu washiriki, karibuni sana. Asanteni. Kuna mtu ana swali na mtu anataka kuchangia uzoefu wake au uzoefu wa wengine ambao ameona. Naam, kama hakuna swali au hakuna mchango, basi nitaomba tusimamie hapa, lakini tukumbuke kwamba tuko kwenye mwezi wa Ramadhani na huu ni mwezi wa kukithirisha kheri, kufanya matendo mazuri zaidi kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya wengine vile vile. Kwa hivyo ni kipindi cha kuishi katika hii falsafa ya utumishi, tuwatumikie wengine na sio tu kwa ajili ya nafsi zetu. Tunajua hali za watu Assalamu alaikum. na mazingira yetu. Naam, wa alaikum salam. Kaka Khalfani, kushukuru sana kwa mada ya leo ambayo umetuwasilishia. Hasa mimi kwangu mimi nilikuwa na ulizo moja hivi,
katika utumishi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukizungumzia kwa mfano, labda nitolee mfano katika swali langu, unakuta unatumikia taasisi ambayo inafuata mjibu wa sheria ya Mwenyezi Mungu, iwe msikiti au taasisi yoyote ile, lakini unakuta pale katika ule utumishi maslahi yanakuwa ni madogo katika masuala ya riziki na kadhalika. Inakulazimu muda mwingine upunguze yale majukumu ya utumishi ili uende kutafuta ile riziki, kwa maana uking'ang'ania katika ule utumishi, kuna muda mwingine mambo kama vile ya riziki na kadhalika yanakuwa ni tatizo na yanakwama kwako. Hivyo yani inafikia kipindi unaamua uachane na utumishi. Mtu wa namna hii unamzungumziaje katika hizi pande mbili ambazo nimezizungumzia, katika utumishi wake katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika swala la utafutaji wa riziki? Nimelisemea hili kwa sababu nimeona watu wengi sana katika taasisi mbalimbali za Kiislamu, hivi vitu viwili visipoendana hivi, kwa mfano labda akiwa anatumikia, inakuwa ni ngumu sana kusurvive katika hiyo taasisi. Shukran sana. Naam, swali zuri na gumu. Swali zuri na gumu, niwakaribishe washiriki wengine kama kuna mtu anataka kuchangia juu ya swali la ndugu yetu kabla ya mimi kutoa maoni yangu katika swali kama hili. Kuna yote ambaye anaweza akashare na sisi anavyoona katika kadhia hii aliyotueleza ndugu yetu Yusuf. Nini njia ya kupita, nini akifanyike? Naam, kwa hivyo kama hakuna mchangiaji, mimi ninavyoona ni kwamba ni kweli kuna wakati majukumu ya kiutumishi na ukiangalia mahitaji yanayohitajika, okay, kunaweza kukawa na mgongano, baina ya majukumu yaliyoko mbele yako kuwatumikia na wajibu juu ya mwili wako. Mwili wako nao una haki, walibadanika alaika haq, una haki zake, unahitaji upate riziki, upate chakula na mengineyo, lakini unaweza ukawa nyuma yako vile vile kuna watu wengine, kuna mke, una familia na kadhalika, umeona. Lakini pamoja na hayo Muislamu anatakiwa aweke katika mambo yake ya umuhimu, okay, ni kwanza kutosheka na kilichokuwa kidogo kitakachokuwa kinapatikana pale ambapo juhudi ya kukitafuta hicho kikubwa inaendelea na pengine haijafanikiwa. Utakiwa utosheke na unachopatikana na utimize wajibu wako katika nafasi uliowekwa, na ikiwa wajibu wa nafasi unakwenda kinyume au unagongana na mahitaji, okay, kwa kweli hapa sasa ni kuangalia unataka thawabu za Mwenyezi Mungu au unataka maisha bora ya kidunia, ya kilimwengu. Okay, na ni swali linakuja na changamoto zake, inategemea na waliokuwa nyuma yako wakoje na nini, wanauelewa gani, wanaweza kuvumilia kwa kiasi gani, ni watoto, ni watu wazima, kwa hivyo ni complex question. Ukitazama maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukishakuwa na ikhlas kulifanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuruzuku. Okay. Basi ziko njia za Mwenyezi Mungu, hafadhiliwi kama tunavyoambiwa, zitapatikana njia zake za wewe kuweza kupata. Kinaweza kikawa sio kikamilifu kizi mahitaji, lakini kikatosheleza katika siku hiyo au katika wakati huo, lakini uangalie lile lengo pana la kile unachotaka kukifanya, ya lengo la taasisi pana la kiumma, mchango wake kiumma kwa taasisi hii na nafasi yako
Okay, kwamba kama hutofanya wewe katika nafasi hiyo. Okay, ndo yale yale tunarudi katika darasa lililopita tulizungumzia masala ya taklifia katika uongozi. Okay, kwamba kuna wakati ni mtu ni wajibu uwe wewe kiongozi, na kuna wakati mwingine sio wajibu wewe kuwa kiongozi katika taasisi hiyo. Okay, yani kwa sababu wako watu ambao ni maalim, wana nafasi, wanaweza kuongoza na pengine mashallah hali zao ni nzuri zaidi, wanaweza kulifanya hilo jambo, wewe ukawa sio kiongozi wa nafasi hiyo, ili uweze kukidhi mahitaji au haki nyinginezo ambazo ziko chini yako, haki za yako wewe mwenyewe kujikidhia haja zako na familia yako na kadhalika. Ah, kwa hivyo ni situation ambayo hujitokeza ni mgongano ambao huwa unatokea katika maisha yetu, katika kutumikia na katika masala hayo ya kipato kinachopatikana, umeona. Lakini unaweza pengine wakati mwingine ikawa njia ni kutoka kubaki katika falsafa ile ya kutumikia katika taasisi yenye lengo fulani, lakini ukaenda kwenye taasisi nyingine, umeona, ukaenda kwenye taasisi nyingine. Kwa mfano labda wewe ni imamu msikiti na kadhalika, lakini misikiti inatoa wengine inawalipa maimamu vizuri, mengine ndio hali yao ni hivyo, sio nzuri sana. Okay. Na inataka uweko imamu pale msikitini muda wote wa siku. Misikiti mingine inawaachia watu uhuru kidogo, kwamba okay, unaotakiwa hapa uweko dakika 15 kabla ya swala na dakika 15 baada ya swala, nusu saa au masaa moja katika kila swala. Kama masaa matano tu, baada ya hapo imamu yuko huru kuweza kwenda kujitafutia au kufanya shughuli zake. Kwa hivyo ni masala yanahitaji kupima kupima juu ya kuona vipi unaweza ukabalance baina ya utumishi na vile vile kuweza kuhakikisha utumishi huu haufiki mahala ukawa umekuathiri hata ukawa una uwezo wa kutumikia. Maana utakapokuwa sasa hata riski yenyewe haipatikani ya kutosheleza, maanake sasa hali yako wewe ya kiafya itaanza kuwa duni, utulivu wako wa kifikra itakuwa duni, utakuwa duni katika kutumikia, na hiyo inaathiri katika utumishi, inaathiri kwa utumishi. Masala ya kifedha kwa mfano, kwa uzoefu wangu, yanaathiri sana uwezo wa watumishi kutumikia, na hizi ni studies ambazo ziko zimeshafanywa, umeona. Financial issues, financial stress zinaathiri utumishi wa watu katika kutumikia, umeona. Lakini kwa nguvu ya imani, kwa nguvu ya kiimani, unapokuwa mtu mukhlisan, vile vile unayafanya baadhi ya mambo au sehemu kubwa ya mambo yako unayafanya kwa ajili ya lillahi subhanahu wa ta'ala, na unajifanya juhudi nyingine ya kuweza kutafuta riziki, ni kwamba at least level yako ya utulivu unapokuwa kwa kile kidogo unachokipata inakuwa kwake yeye mtu huyu ni tofauti na yule mtu ambaye ana ambitions za kuhakikisha anakidhi kila haja yake inakidhika. Haja za binadamu ni kubwa na ni pana sana, nyingi sana, lakini zile basic mtu aweze kukidhiwa. Kwa hivyo ziko athari ambazo zinafahamika. Mapato, mshahara unapokuwa mdogo sana unaathiri wakati mwingine uwezo wa mtumishi, lakini kama iko njia ya kuweza kutafuta ufanya kazi kuendelea na utumishi huo katika taasisi nyingine, katika sehemu nyingine ambayo maslaha yake yatakuwa yanakuweka katika hali ya utulivu wa kuweza kukidhi haja zako na haja ya familia, basi huo ni mlango ambao uko wazi. Almuhimu Muislamu asitoke katika utumishi, lakini sio lazima ubaki katika utumishi wa taasisi fulani au wa sehemu fulani miaka yote dahari na haikidhi haja. Umeona, nafikiri huu ndio ujumbe wa muhimu katika kujibu swali lako hili, kwamba Muislamu abaki katika fikra ya kutumikia, lakini sio lazima atumikie pale pale au hapo hapo. Umeona, iwapo majukumu ya kiutumishi na yanakupelekea kuweza kuvunja haki hizi nyingine. Umeona, tunafahamu katika baadhi ya maisha ya masahaba, mmoja katika sahaba alikuwa ameshughulika sana na ibada na mambo ya kheri na nini, mpaka ikawa hajali tena haki za mkewe na nini na nini na nini.
mpaka uh, siku moja alipotembelewa na mmoja katika masahaba, mke wa yule sahaba akamwambia, ndugu yako huyu bwana, alimuuliza mbona wewe mwanamke umejiweka katika hali ambayo haivutii na nini. Huyu mwanamke akamwambia, ndugu yako huyu hana haja yoyote na mimi, yeye ameshughulika sana na masala ya ibada na nini. Umeona, ndio ikaja ikapatikana ule, akamwambia huyu sahaba, yule sahaba mwenzake, ya kwamba ndugu yangu, hakika inna lijasadika alayka haq, kwamba kiwiliwili chako kina haki na mkeo ana haki yake, mpe kila mmoja haki yake, fa'atu kulli dhi haqqin haqqahu. Kisha kila mmoja anapewa haki yake. Kwa hivyo uhitajiki kuelemea sana katika utumishi kiasi cha kwamba unavunja mpaka sasa unavunja haki za mwili wako, fanya kazi masaa mengi. Hapana, huwezi kutumikia watu sio katika utumishi mpaka saa 8 za usiku, haiwezekani. Itadhuru afya yako, itadhuru utumishi wako. Vile vile kama kipato au riziki yako haipatikani vizuri, itaathiri vile vile utumishi wako na kadhalika. Matokeo yake ndio huingia sasa hapo masala mengine ya rushwa na wizi, na itaathiri. Sasa isifike mahala ukafika hapo mtu lakini daima ni kwamba Muislamu anabaki na fikra ya kuwatumikia wenzake. Kama hataweza kuwatumikia katika taasisi hiyo kutokana na kuwa yale malipo ni dhaifu sana kuweza kumfanya amakinike katika kuwahudumia wenzake, atafute sehemu nyingine, utafuta sehemu nyingine, tafuta kazi sehemu nyingine, au tafuta shughuli nyingine, okay, ili uweze kutoa utumishi wako katika hali ambayo na akili yako imepata utulivu katika kutoa ile huduma, katika ule utumishi. Nafikiri nisimamie hapo. Ni kadhia ngumu, lakini nafikiri itakuwa umepata mwelekeo kwamba Muislamu hafungiki kutumikia katika eneo moja, sehemu moja, taasisi moja, iwapo kuna 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 changamoto kama hizo ambazo mahitaji mengine hayakidhiki, lakini sio anaacha kabisa ule utumishi, anaona bora mimi nisitumikie kabisa, akaondoa falsafa ya utumishi, akaweka mbele tu maslahi yake. Na hili ndilo jambo ambalo tunajaribu kulidiscourage hapa na kulikemea kwamba Uislamu hatakiwi kuwa na umimi ambao unamfanya hata asitekeleze majukumu yake katika kuhudumia. Umeona, asitekeleze majukumu yake katika kuhudumia. Lakini inapokuja masala ya mwili wako una haki, okay, familia yako wana haki yao, lakini na hapa unahitajika utumishi, lakini pia ukumbuke mkataba wakati mwingine unakuwa umepewa wa kazi. Okay, sasa usivunje haki za watu kwa kisingizio cha mshahara mdogo. Umeona, wewe umekubali mkataba wa kukaa au kufanya hii kazi ya watu kuanzia muda fulani mpaka muda fulani. Huu ni mkataba, ni wajibu wako kutekeleza makubaliano haya, na kwa malipo ni haya. Okay, kwa hivyo kama unaona mkataba huu umekudhiki sana, uzungumza na wale ambao ni masuhulia, kwa bwana, changamoto ni hizi, hali ni hizi, mfano naomba takhfifu katika vipengele vya mkataba huu. Kama itawezekana, ahlan wa sahlan. Kama haitawezekana, okay, utekeleze lile ambalo ni wajibu kwako, okay, na utafute sehemu nyingine. Tafuta sehemu nyingine ambayo ya taasisi ambayo utabaki katika kuhudumia, utabaki katika kutoa khidma, kuhudumia bila kuathiri uwezo wako wa kuhudumia familia yako. Umeona, kwa sababu hizo ndio realities katika maisha. Okay, kwamba unahitajika wewe uihudumie familia yako, na pia unahitajika kuhudumia au kuwajibika katika taasisi au kuwajibika katika umma na kadhalika. Sasa kupita katika kuyabalance haya mawili, kwa kweli hapo ndipo kwenye uongozi hasa, ndo kwenye kumfanya mtu awe kweli ni kiongozi mahiri, aweze kubalance na kupita salama baina ya wajibu wa kutumikia na haki hizi nyingine
ambazo unahitaji kuzitimiza kwa nafsi yako na kwa wale ambao wako chini yako. Nisimamie hapo kwa kweli. Natumai muulizaji itakuwa umepata mwangaza, na inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie tasili katika changamoto kama hiyo. Ni very challenging situation. Naweza kuihisi, unaona, very challenging situation. Inaweza ikatokea wakati mwingine mtu anakuita uende ukafanya kazi fulani ya kidawa mahala fulani, lakini hakuna kitu ambacho unaweza kupewa kuachia familia yako. Umeona? Sasa hiyo ni constraint. Kwanza unawajibika kwa familia yako bila shaka. Vipi utaiwacha mke na watoto wako bila ya chochote? Uende kwa uende utoke kwenye tablighi, kwenye kunaniu, wakati kuwepo kwako hapo pengine kungesaidia katika kutafuta hizo riziki zao. Sasa unakwenda katika jambo ni la kheri, lakini ni hivyo. Sasa hapa inategemea kila mmoja na uwezo wake wa kuyatazama mambo na ya imani, lakini ni wajibu kwamba wewe unawajibika kuitumikia kwanza familia yako. Umeona, tumia familia yako kuikidhia katika yale mambo ya msingi, lakini vile vile tenga muda kwa ajili ya hizi harakati za dini ambazo wakati mwingine sio lazima utoke uende mkoa mwingine au wilaya nyingine. Harakati za kuhudumia jamii, unaweza ukaihudumia jamii yako katika mtaa wako na wewe upo hapa. Umeona, masala ya kidawa, masala ya mengi. Jamii zetu hakuna mtaa ambao hakuna tatizo ambalo mtu kama anataka kuhudumia anaweza kuhudumia kwa muda wake, kwa fursa aliyokuwa nayo. Wallahu aalam. Na kuna comment hapa, mtu kama Mtume alisema bora wenu ni bora katika familia yake. Matikio akibalance baina majukumu yake ili ajiongeze kipato aweze kuhudumia familia, basi bado anabakia kwenye njia ya kheri. Naam, haya ni maoni ya ndugu yetu bwana Muhammad Fadhal. Ndugu zangu, muda umesonga sana, mimi naomba niishie hapa, na niwashukuru nyote ambao mmetenga muda wenu kujumuika nasi, na niwatakie kila la kheri katika mfungo huu wa Ramadhani, na niwakumbushe na kukumbusha nafsi yangu katika kuweka mbele kuhudumia familia zetu. Tuhudumie familia zetu, tuhudumie ndani ya jamii, familia zetu ndani ya familia zetu pana and extended families. Tuhudumie katika tuhudumie walio nje ya familia zetu. Almuhim, nadharia dhana ya khidma iwe ni kitu ambacho kipo katika akili ya Muislamu, kuwahudumia wenzake katika lile ambalo yuko katika uwezo nalo, na isiwe unaongozwa na mimi nitapata nini katika kuwahudumia wenzako. Hili sio swala ambalo linamsukuma Muislamu kufanya au kutokufanya, yani nitapata nini mimi nikimhudumia huyo. Hapana, sio hivyo. Usiweke fikra hizo, nitapata nini. Utapata wewe, tia nia yako kwa mimi namhudumia huyu binadamu na kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kama ambavyo mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, aunullah, msaada wa Mwenyezi Mungu kwa mja wake ni maadama al-abda fi auni akhi, umefungamanishwa na mtu kuwahudumia wengine. Msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umefungamanishwa na msaada wako wewe kwa wengine. Ukiwa unataka siri ya mojawapo ya kusaidiwa mambo yako na Mwenyezi Mungu, basi uwasaidie wengine kilillahi Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwa unawahudumia kwa maslahi ya napata ndio unahudumia, nisipati zihudumii, inakuwa sio falsafa sahihi kwa Muislamu kuishi nayo, kama ambavyo tumejifunza somo hili la leo. Kwa hivyo tujitahidi sana kuwa ni viongozi wa kuhudumia. Tunawaongoza wengine kuhudumia familia zetu, katika kazi zetu, katika jamii zetu na kadhalika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafanyie taufiki katika hayo, na atupitishe salama katika kila changamoto ambayo inakuja mbele yetu katika utekelezaji wa dhana nzima hii ya kuwatumikia wengine. Hakuna jambo ambalo halina changamoto, lakini muhimu ni mtu kutafakari namna sahihi ya kukabiliana na hiyo changamoto ambayo inakuwa iko mbele yako,
na unapokuwa mawazo yako yamefungika kabisa, basi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, kaa na watu wenye hikma, wenye maarifa, kwa kushauriana nao, ili uweze kuona watakupa mawazo gani, watakupa fikra gani, ili uweze kupita salama katika changamoto uliokuwa nayo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Maa salama, tukutane tena wiki ijayo insha Allahu taala. Asanteni na kwaherini nyote.